la timu, hitaji la makocha na wachezaji katika msimu huu ambao uko mwishoni. Nini ambacho kinatoa picha sasa? Ni ule mchezo wa Coastal Union, jinsi ambavyo walicheza wachezaji. Kwanza mimi binafsi naanza kumpongeza kocha Fikrini Elias ambaye ni kocha wa Coastal Union. Unajua mara nyingi timu ambayo imefungwa watu wengi wanaisahau sana, hasa kuizungumzia katika mazuri ambayo ameyafanya. Na timu ambazo ziko madaraja ya chini inaonekana ni kama hawezi kuzungumzwa, ni lazima hilo tukio litukie kwenye vilabu vikubwa, ndipo ambao unaweza kuwasifia kocha kafanya mambo makubwa na vitu kama hivi. Mimi tofauti naangalia zaidi vitu ambavyo vinafanyika na mchango mkubwa ambao ameutoa. Toka ameingia kuichukua Coastal Union kumekuwa na mabadiliko makubwa sana, mabadiliko ambayo yanaonekana ni mabadiliko positive kwa wachezaji. Jana nilizungumza na alitembea kwenye akili yangu kile ambacho nikizungumza. Mnajiza jana ulikuwa unasema mchezaji hakupata nafasi, na tulikubaliana kwamba alikuwa anatokea nje, hakupata nafasi. Nikasema kwa game kama ya Simba inahitajika wachezaji ambao wanaweza kupiga hata kutoka nje ya eneo, wao na uthubutu, lakini pia wao na mchango wa kumiliki mchezo. Nikamzungumzia Sadi Mwanza, wengi wanamwandika Sadi. Yule ni miongoni mwa wachezaji ambao wameingia kutoka akiwa amekalia sana bench. Na nikamzungumzia Geoffrey Manyasi kwamba kwa sababu kuna taarifa ya kwamba pengine asingekuwepo katika mchezo, lakini tulikiona kilichofanyika. Sasa kwa nini nampongeza kocha Fikrini Elias? Ni kwa sababu ya bato ambayo aliweka uwanjani. Licha ya wachezaji kwamba nao wamejituma, lakini mpango kazi wake alishajua Simba wanacheza kwa namna gani. Kuna beki mmoja